Kama nilivyotangulia kusema awali, nitawasilisha hii taarifa ya Mzee Bungara kwa niaba yake, lakini bahati nzuri amewasilisha bila mwenyewe kujua. Kwa hiyo mimi nitapita kidogo juu kwenye mambo ambayo ameyazungumza, kama kuna vipengele havijakaa sawa, lakini pia nitajikita zaidi kwenye sehemu ya mwisho ambayo ndio inaelezea msimamo wake na ushauri wake kwa Watanzania na kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Bungara alisema amezungumzia vitu vitano. Jambo la kwanza, amezungumzia kuhusu Captain Tesha. Amesema kwamba anaunga mkono yale yote ambayo Captain Tesha ameyazungumza, kwa sababu ndio kilio au malalamiko ya Watanzania wote. Kwa hiyo yeye anaunga mkono na anaziomba mamlaka zitilie maanani na zichukulie hatua yale malalamiko yaliyowasilishwa na Captain Tesha. Isipokuwa yeye haungi mkono suala la kuliomba jeshi kuchukua nchi, kwa sababu anasema kitendo hiko ni kinyume na katiba. Bado tunaliamini jeshi letu na tunawaomba waendelee kuwajibika kulingana na katiba, walinde mipaka ya nchi, maadui wa nje na maadui wa ndani kama katiba inavyotueleza. Wasijihusishe na siasa kama katiba inavyowakataza. Kwa hiyo anamuunga Captain Tesha isipokuwa kwenye jambo hilo moja. Lakini pia amegusia kuhusu utawala wa awamu ya 4, awamu ya 5 na awamu ya 6. Akiwa na maana kwamba CCM ni ile ile. CCM haibadiliki. Kwa hiyo kumuona kwamba labda rais fulani alikuwa ni mwema kuliko mwingine, wakati kila mmoja alihujumu Tanzania na aliweza kudhoofisha demokrasia ya nchi yetu kwa namna moja au nyingine. Aligusia hapa awamu ya 5 kwamba Rais Kikwete aliweza kuviacha huru vyombo vya habari na vyama vya siasa kufanya kazi zake, ingawa alikuwa na mapungufu katika kulinda rasilimali za nchi. Upigaji ulikuwa ni mwingi. Kwa hiyo utaona kwamba yeye alibana huku na aliachia sehemu nyingine. Lakini utawala wa awamu ya 5 ulikuja kuminya kabisa uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa vyama vya siasa. Tulishuhudia matukio mengi ambayo sasa hivi ni muendelezo, watu wasiojulikana, kufungia mikutano ya vyama vya siasa ya hadhara na mambo mengine mfano wake. Kwa hiyo kuona kwamba fulani au fulani ni mbaya labda kwa sababu yupo au anahusishwa na utawala huu, hili jambo si sawa. CCM ni ile ile. Lakini pia amegusia awamu ya 6 ya Rais Samia. Amesema kwamba Rais Samia wakati anaingia madarakani alibeba matumaini makubwa ya Watanzania. Ilifikia hatua wapinzani ndio walikuwa wanampenda Rais Samia kuliko CCM, kwa sababu utawala wa nyuma ulituminya wapinzani, na furaha ya CCM ni kuona sisi tunapata tabu, tunateseka. Lakini Rais Samia alileta tumaini na tulitaraji kwamba angeweza kutuvusha. Lakini swali kubwa tunalojiuliza, nini kimembadilisha Rais Samia mpaka anashindwa kutekeleza yale maono na zile azma ambazo alizitamka yeye mwenyewe? Tunajiuliza, kuna tatizo gani? Mfumo gani wa kiutawala unaotawala fikra zake mara mbili? Anafikiria na anawasilisha, lakini anashindwa kutenda. Kwa hiyo tuna maswali mengi sana ambayo tunajiuliza kuhusu Rais Samia ambaye mwanzoni alibeba matumaini ya Watanzania. Lakini pia amegusia swala la maandamano. Maandamano ni haki kikatiba, sio kosa, na polisi hawapaswi kutoa ruhusa, isipokuwa wanapewa taarifa tu. Maandamano halali hayazuiliwi na polisi ikiwa atafuata taratibu zote. Wanafahamika wanaoratibu, yataanzia wapi, muda, ili polisi waweze kuja kuwalinda tu, sio kuomba ruhusa. Lakini kitu ambacho alibainisha hapa Mzee Bungara, hana maana ya kuwakatisha tamaa wapambanaji na wanaharakati wenzake Tanzania na nje ya nchi, isipokuwa anazungumzia
kama tutafuata utaratibu, polisi wanapaswa kutulinda kwenye maandamano yetu, lakini kwa ratiba za nchi kutakuwa na uchaguzi ambao binafsi sisi tunaita uchafuzi, hatuutambui. Lakini kwa sababu upo kwenye ratiba ya serikali, siku hiyo hayawezi kufanyika matukio mawili kwa wakati mmoja. Polisi hawawezi kuja kulinda raia wanaoandamana, lakini pia kulinda mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo serikali itapata sababu ya kuharamisha maandamano yetu na kuua watu ambao tunge save energy, tungeweza kufanya maandamano haya kabla au baada, yangeweza kuwa na ufanisi na usingeweza kupata sababu yoyote. Lakini uwezo wa kuwalinda waandamanaji na uwezo wa kulinda amani na usalama katika mchakato wa uchaguzi ambao upo kwenye ratiba yao, hili swala Mzee Bungara halioni kama litakuwa ni sawa, hususan ukizingatia haya maandamano ni kweli Watanzania wanataka kuonyesha hisia zao kutokana na hali ilivyo sasa hivi. Hali ni mbaya, lakini maji bado hayajachemka. Tunaweza tukapika ugali mbichi. Hicho ndicho ambacho alikuwa anakibainisha Mheshimiwa Bungara. Lakini pia aligusa kuhusu swala la mabadiliko. Mabadiliko ni lazima kama alivyosema Mzee Bungara. Hakuna mtu anayeweza kuyalazimisha wala kuyazuia. Muda ukifika mabadiliko yanatokea. Na ni kweli tumefikia hatua mzuri ambayo hatuna muda mrefu tunapata mabadiliko ambayo yanaweza kutoka nje ya serikali na CCM au hata ndani ya serikali na CCM, kwa sababu hata watu waliopo kwenye serikali na CCM wapo ambao hawapendezwi na mambo mbalimbali yanayoendelea. Kwa hiyo alikuwa anaelezea kuhusu mabadiliko. Tupo katika hatua za mwisho, tusije tukajikata mkia tukakosa nguvu baadaye. Mabadiliko hayazuiliki. Lakini pia mwishoni alisema mimi nitakuja kuzungumza kiini au kuainisha hatua ya mwisho kabisa, jambo la 5 ambalo ni msimamo wake na ni ushauri wake kwa wanaharakati na Rais Samia juu ya mustakabali wa nchi yetu. Mzee Bungara anaamini fika kuwa Rais Samia tangu amepata mamlaka ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado nia yake ni nzuri kwa taifa letu. Anaamini hivi. Lakini anashangazwa kwa nini Rais Samia amechange gia angani. Kwa nini ameshindwa kutekeleza yale aliyoyazungumza na kuyaahidi mbele ya Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Bungara anaamini kuna kikundi ndani ya serikali kinacholinda maslahi binafsi kwa kivuli cha CCM. Kuna kikundi ambacho ndani ya CCM, ndani ya serikali, kinalinda maslahi binafsi kwa kivuli cha CCM. Kikundi hicho kinaendesha vitendo vya utekaji, kutia hofu wananchi na kuharibu taswira ya uongozi wa Rais Samia. Hicho kikundi ndio kinashiriki pia katika matukio, kilishiriki katika matukio yaliyopita katika awamu iliyopita, awamu ya 5, kama mashambulizi kwa wanaharakati, shambulizi dhidi ya kiongozi wa Chadema Tundu Lissu katika viunga vya bunge kabisa. Kwa hiyo hiki kikundi ndio ambacho kinatenda haya yote ambayo yanatokea kwa maslahi binafsi. Rais Samia alianza vizuri na alikuwa na dhamira njema ya maridhiano, lakini hiki kikundi kimemshindisha, anashindwa kutekeleza yale ambayo alitaka kuyafanya. Mheshimiwa Bungara anatoa wito kwa wanaharakati na kwa Rais Samia. Anamuonea huruma sana Rais Samia kwa sababu anahisi yupo kwenye dema ambalo hawezi kutoka. Dhamira yake ni njema, lakini hana namna kwa sababu kuna kikundi ambacho kina mamlaka kamili na kinafanya kazi ambayo inamharibia Mheshimiwa Samia kwa maslahi binafsi ya watu wachache. Kwa hiyo Mheshimiwa Bungara anawaomba wanaharakati
na anamuomba Rais Samia kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwenye ilani ya uchaguzi, kwenye ilani ya CCM ya uchaguzi mwaka 2025 wameweka katiba mpya. Mheshimiwa Bungara anakuomba Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa, tumia hii nafasi kulinusuru taifa letu. Kama utabahatika kupita kwenye uchaguzi wenu wa tarehe 29 Oktoba kabla ya miaka miwili, basi unatakiwa ufanye mambo makubwa mawili muhimu ambayo yatanusuru taifa. Jambo la kwanza, lazima upatikane muafaka wa kitaifa. Ni jambo muhimu sana. Jambo la pili, kwa sababu kwenye ilani yenu ipo katiba mpya, ndani ya miaka miwili anzisha mchakato wa katiba mpya inayotokana na matakwa ya wananchi kwa ajili ya kunusuru mifumo ovu ambayo inaweza kumhujumu kiongozi yoyote atakayekuja. Kwa hiyo huu ndiyo msimamo na ushauri wa Mheshimiwa Bungara kwako Mheshimiwa Rais. Tumia hiyo nafasi ya dhahabu kwa ajili ya kulinda taifa letu na kuweka usawa. Kila kiongozi awe huru na aweze kutumikia maono yake kwa mujibu wa katiba inavyomtaka. Nafikiri hapo tutakuwa nimemaliza, na nitarudi kwa Mheshimiwa Bungara aweke sawa baadhi ya vitu, na kama kutakuwa kuna maswali juu ya hiki ambacho tumekiwasilisha basi yataruhusiwa. Karibu sana Mheshimiwa Bungara. Asante sana. Jina wangu